Kuna kitu nimekuwa nikijiuliza kwa muda mrefu. Kwa nini mtu anapofariki huwa anapambana kama kuzuia uhai usitoke? Hiyo wengine wanasema anagombania roho. Nikaja nikajifunza ya kwamba katika kitabu cha 3:11 Mhubiri anasema, tazama Mungu amekifanya kila kitu kizuri na ameiweka milele ndani yao. Kwa hiyo ndani yetu Mungu ameweka hamu ya kukaa milele, kwa sababu wewe haukuumbwa kukaa miaka 20-30. Umeumbwa ukae maisha yako yote bila kufa. Karibu katika darasa la Biblia, katika mwongozo wetu wa kutafakari maandiko matakatifu wiki hii. Somo linasema katika milele. Katika milele. Mimi ni Malaba Musa wa Patakatifu Media. Baba, ninakushukuru kwa somo la leo. Fungua fahamu zetu, fungua uelewa wetu, tukaelewe kwa viwango vya juu, kwa jina la Yesu, amen. Yawezekana na wewe kama mimi tumekuwa tukijiuliza, baada ya maisha haya nini kinatokea? Una maswali mengi ambayo majibu yako hauna, lakini leo nina habari njema. Kila jibu la swali lako lipo ndani ya maandiko matakatifu Biblia. Katika darasa la maandiko matakatifu la leo, ni kukumbushe kitu cha muhimu sana ambacho kitakupa matumaini makubwa. Biblia yote hii unayoiona imegawanyika katika sehemu kubwa 3. Sehemu ya kwanza na ya 3 zinafanana, lakini sehemu ya pili ni ndefu sana, imejaa fujo, vurugu, vifo, vita, balaa, lakini inajibiwa na sehemu ya kwanza na ya pili. Sehemu ya kwanza ni Mwanzo 1 na 2. Ni kipindi ambapo hakuna dhambi, mwanadamu na Mungu wakiwa kama mtu na kaka yake, kama mtu na baba yake, kama mtu na rafiki yake, wakitembeleana na kuonana uso kwa uso. Kuanzia Mwanzo 3 mpaka Ufunuo 20, hapo ni kipindi cha vurugu baada ya mwanadamu kumwasi Mungu na dhambi kuingia ulimwenguni. Lakini Bwana asifiwe, kwa Ufunuo 21 na Ufunuo 22, ambayo inaungana sasa na Mwanzo 1 na 2, ni wakati ambapo mwanadamu ameshinda kifo, dhambi imeteketea, mwovu na malaika zake wameteketea. Ni kipindi ambacho hakisemwi sana katika makanisa haya. Imepelekea watu wengi kuishi bila matumaini, kupoteza thamani ya maisha yao. Kwa hiyo leo tutakuwa tunaangalia katika umilele. Mungu alimuumba mwanadamu aishi milele, mwanadamu akakomesha hilo zoezi katika Mwanzo 2. Lakini Bwana asifiwe, siku sio nyingi, kitabu cha Ufunuo 21 na 22, tutaingia katika zama za kuishi milele, maisha yetu halisi ambayo Mungu ametuandalia. Waraka wa kwanza wa Yohana 3 na ule mstari wa 2 anasema, wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamwona kama alivyo. Fungu hili linatupisha katika nyakati hizi 3 za maandiko matakatifu. Najua ya kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Hata baada ya dhambi kuingia, umempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako. Wewe umefanyika kuwa mtoto wa Mungu wa kuzaa. Umeketishwa pamoja na Mungu katika ulimwengu wa roho wa Efeso 1. Wewe ni mrithi pamoja na Kristo. Kwa kuwa sasa twajua ya kwamba sisi tu watoto wa Mungu, hilo haupaswi kuwa na mashaka nalo, ya kwamba wewe ikiwa umempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, wewe ni mtoto wa Mungu. Lakini aishie hapo.
Sasa hivi ni mtoto wa Mungu ninayejiandaa kukaa na Mungu moja kwa moja kama alivyokaa Adamu na Eva kwenye bustani ya Edeni. Lakini sianzii kwenye bustani ya Edeni kama mwanadamu alivyoumbwa. Ninaanzia kukaa pamoja na Baba yangu na Yesu Mwokozi aliyeniokoa katika kiti cha enzi cha mbinguni. 3:21 Ufunuo. Yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Kwa tutakaa pamoja na Bwana Mungu wetu pamoja na mwana kondoo katika kiti cha enzi. Kutoka huko tutaingia kwenye Ufunuo 21:1. Anasema, kisha nikaona nchi mpya na mbingu mpya, maana za kale zimepita, tazama yamekuwa mapya. Bwana atatuundia mpya, kila kitu kipya, makazi mapya, maisha mapya, uzuri ulio bora kuliko hata Edeni. Baada ya haya yote, je, wewe maisha yako, maisha yako yamepigwa giza? Unaona tu maskini unaokutesa, magonjwa yanayokutesa, unaona tu vita na tetesi za vita, unaona dalili za kuja kwa Yesu kuliko kumwona Yesu mwenyewe anayekuja. Ninakutia moyo mpendwa, rudisha maisha yako kwa Yesu. Mchakato wa kuondoka hapa duniani, kuna neno linaitwa kufariki dunia, na limeweza likawa limeteka akili yako kwamba unapofariki dunia umeondoka duniani milele. Si kweli. Unapofariki dunia unakaa tu kwenye mavumbi ya ardhi kwa muda mfupi wa miaka tu michache, ambapo hivi karibuni Yesu anapokuja kila kaburi litafunguka. Kila mtu alipokufa, hata kama ulipigwa bomu kama mchanga, utafunguka. Hata kama ulikuwa majivu, utaunganishwa na utachukuliwa. Ufunuo 1:7, tazama yuaja mawinguni na kila jicho litamwona, na hao waliomchoma na kabila zote za dunia wataomboleza juu yake. Naam, amina. Kwa hiyo Yesu anakuja mawinguni kuchukua wale wote ambao walimwamini Yesu. Kwa bahati mbaya, jambo baya likawapata, wakalala katika usingizi wa mauti. Wathesalonike wa kwanza 4 mstari wa 15 mpaka 18 anasema, msije mkakaa kama watu wasio na matumaini. Hawa waliokufa hawa katika Kristo, lakini hatutawatangulia, watafufuliwa wao kwanza, kisha sisi tulio hai. Unasema mambo ya kuchukuliwa haya yanaleta kwa nini watu wachukuliwe? Kwa nini watu waotolewe duniani? Kwa nini Mungu achukue watu? Ni kwa sababu nzuri tu ya Wafilipi 3 mstari wa 20 na 21. Na hii ndio itakuwa kukae kwenye akili yako, na hii ndio imekaa kwenye akili za watu wote tangia Adamu mpaka Yesu. Biblia nzima hii ndio ilikuwa imewajaa kwenye akili yao. Takupa na mfano mmoja utakujenga sana. 20 anasema, kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni, na kutoka huko tena tunatazamia Mwokozi, Bwana wetu Yesu Kristo, atakaye ubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu, kwa uweza ule ambao kwa huo aweza hata kuvitisha vitu vyote vilivyo chini yake. Kwa maana sisi wenyeji wetu, uraia wetu, our citizenship, uraia wetu uko mbinguni. Kama wewe ni raia wa mbinguni, lazima uende kule mbinguni ambako wewe ndio kwenu. Hivi karibuni Yesu anakuja. Inawezekana maisha yako, mateso unayopitia yamepelekea umepofushwa usione maisha baada ya hayo mateso. Yawezekana mapungufu unayopitia, magonjwa yanayokutesa, taabu unazopitia zimepelekea kuziba fahamu zako zisione mji mzuri na maisha bora Mungu aliyokuandalia. Mipango uliyopanga umepofushwa kiasi kwamba wewe unaona tu hapa, lakini na habari njema kwako. Baada ya maisha haya, Mungu ameandaa sherehe kubwa sana
ambayo watu wa kila kabila, lugha, jamaa watakutana kule mbinguni. Itakuwa ni jambo bora zuri, na nikutie moyo, Ukristo wako hauna maana mpaka ambapo utatembea na hii picha ya ujio wa Yesu mara ya pili kwenye maisha yako, picha ya maisha bora baada ya haya ya dunia hii. Na usiruhusu shetani ateke fahamu zako uone maisha unayoishi haya ndio kiwango cha juu cha ubora, ni kiwango cha juu cha uchafu. Maana maisha bora Mungu anakwenda kutuandalia. Kimsingi, miaka zaidi ya 1000 kabla Yesu hajaja mara ya kwanza, wanadamu waliamini Yesu anakuja na maisha ya hapa duniani ni ya mpito. Mmoja ya watu ambao wamewahi kuwa matajiri sana ni Daudi. Daudi ndio mwanadamu kwenye maandiko matakatifu aliyewahi kutoa sadaka kubwa kuliko wote ambao nimewahi kuwasoma mimi katika Biblia. Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza 29, wakakusanyika kumtolea Bwana sadaka. Daudi kama mfalme alikuwa ametunza dhahabu za thamani kubwa na vifaa vya kumtolea Mungu ambavyo kwa thamani ya sasa ni zaidi ya trilioni 20. Kwa siku hii mmoja akamtolea Mungu, alafu wakafurahi, wakacheka, wakasema sisi ni wakina nani hata tumtolee Mungu kwa hiari kiasi hiki. Lakini baadaye anakumbushia, anasema utukufu na heshima na ukuu na enzi vina yeye Mungu wa milele na milele, mfalme wa wafalme. Alafu anasema kwa maana sisi tu wasafiri hapa duniani, tu wapitaji. Alafu tena anasema sisi ni kama majani tunanyauka. Kwa mentality ya upitaji ndio mentality ya mtu ambaye anamcha Mungu, kwamba hapa hata kama uwe na kila kitu, lakini hapa unapita. Kwetu ni mbinguni, lakini kutoka huko Mungu anatutengenezea mji ambao ndani ya huo mji Bwana ametuandalia bustani na mazingira ya dunia mpya iliyo nzuri. Hii picha isikutoki kwenye fahamu zako. Ibrahimu, one of the billionaires in the Bible, mabilionea wakubwa katika Biblia, Ibrahim anasema aliishi katika hema, lakini aliutazamia mji ambao misingi yake haijajengwa kwa mikono ya kibinadamu. Kwa wazo la Ibrahimu moyoni mwake halikuwa ni Kanani, ilikuwa ni ile nchi mpya ambao Mungu anatuandalia sote. Ndio maana wao hawajakamilishwa kwanza ili sisi tukamilishwe tuingie nao pamoja katika Yesu anapokuja mara ya pili. Musa aliulilia mji wa Kanaani. Mungu akazimisha safari yake katika mlima ule Horeb, na kule mlimani akamzuia, akamuua, kisha akamchukua akamwingiza kwenye mji halisi, ili na sisi tulio hai tutakaokufa tujue kwamba ijapokuwa tutakufa Mungu atatufufua. Elia akaona amebaki peke yake, akawa mnyonge. Mungu akasema njoo, akamchukua na gari la moto la farasi akamwingiza mbinguni, ili sisi tulio hai Yesu akija akituchukua tu hai, si swala kushtukiza tu. Tuna kumbukumbu za maandiko matakatifu za watu ambao walichukuliwa wakiwa hai, akiwepo Henoko na Elia. Kitabu cha Yohana 14, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Kama sivyo, ningaliwaambia kwamba ninakwenda kuwaandalia mahali. Baada ya kuandaa hapo mahali, nitakuja kuwachukua. Ninaongea na wewe ambaye unafadhaika moyoni mwako. Madeni yamepelekea unafadhaika. Migogoro ya ndoa imepelekea umefadhaika. Umekwazwa wewe kanisani. Yule ambaye ulikuwa unamtumaini kama mchungaji wako ndiye ambaye ametia mimba mtoto wako. Mafadhaiko ni mengi. Wewe ambaye imefikia hatua mafadhaiko ya kimoyo yamepelekea umechukia ibada, umechukia maombi, umechukia kanisa, umekimbia. Ngoja nikwambie, una uwezo wa kulikimbia kanisa, lakini hauna uwezo wa kumkimbia Yesu. Unaweza ukapiga chenga za dunia hii, lakini siku inakuja ambapo kila mwanadamu atasimama mbele ya kiti cha Mungu cha hukumu. Nina habari njema kwako, usifadhaike moyoni mwako.
Usiruhusu hali za dunia, kupanda kwa bei ya mafuta, ufisadi wa nchi ukakufadhaisha hata ukatamani ujiue. Bwana ameenda kukuandalia mahali, na hapo mahali anaita mansions, ni majengo makubwa mazuri kwa ajili yako, mahali ambapo upata kuwa na njaa, huzuni, mashaka. Ufunuo 21 mstari wa 9 mpaka 11. Akaja mmoja wa wale malaika 7 waliokuwa na vile vitasa 7 vilivyojaa yale mapigo 7 ya mwisho, naye akanena nami akisema, njoo huku nami nikuonyeshe yule bibi harusi, mke wa mwanakondoo. Akanichukua katika roho mpaka mlima mkubwa mrefu, akanionyesha ule mji mtakatifu Yerusalemu ukishuka kutoka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu. Vitu vitatu: moja, mwanakondoo, maana yake ni Yesu. 2, ni bibi harusi. Bibi harusi ni wale watu wote ambao walipokuwa duniani waliyatoa maisha yao kwa Yesu na wakakubali kuongozwa na huyu Yesu kupitia Roho Mtakatifu na kulishika neno la msalaba na neno la Mungu kwa imani, wakimtegemea Mungu wataokolewa. 3, Yerusalemu mpya. Ule ni mji ambao 14:1 na kuendelea Yohana ameuelezea, anaenda kuuandaa. Sio mbingu, ni mji ndani ya mbingu ambao Mungu ameuandaa kwa ajili yako na yeye mkae pamoja. Kumbuka, Adamu na Eva walikaa na Mungu kwenye bustani, majani hivi. Wewe na mimi picha itaanza kwa kukaa ndani ya mji wa thamani sana, ambao mji huu una pembe 4 na kila upande una milango 3 na kila mlango umeandikwa jina la mwana wa Israeli. Manake nini majina haya? Watoto wa Israeli kila mmoja alikuwa na tabia yake. Rubeni, Gadi, Naftari, Yusufu, Benjamini, walikuwa na tabia zao nyingi tu za ajabu. Wengine ni wauaji, wengine walikuwa ni wazinzi Yuda, wengine walikuwa tu matapeli, wengine walikuwa ni watu wa ajabu. Baba yao mwenyewe alikuwa mwongo, lakini kila mlango utawakilisha njia ambayo itampokelea mtu kutoka kwenye maisha aliyoyaishi. Uwezo wa Mungu wa kumbadilisha shoga kuwa mwanaume mzuri mwenye familia. Kutakuwa na mlango mbinguni kwa wale wote ambao waliteswa na hii janga la LGBTQ, wakakubali kumpokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wao bila kujali adha na aibu, na Yesu akawabadilisha maisha yao. Kutakuwa na mlango wao, wataingia mbinguni waliobadilishwa. Kutakuwa na mlango wa makahaba waliobadilishwa, wakiongozwa na wakina Rahabu. Kutakuwa na mlango kwa ajili ya majambazi na wauaji na mafisadi, waoga waliobadilishwa. Kuna nguvu katika damu ya Yesu ya kubadilisha mtu awaye yeyote. Ndio maana tumesoma Wafilipi 3:21 anasema Mungu yuko juu ya kila kitu, juu ya kila dhambi inayokutesa, maana dhambi ilipozidi neema ilizidi zaidi. Kwa mbinguni kutakuwa na watu wengi sana wa kila kada, waovu waliotubu wataingia mbinguni. Watu walioamini nguvu ya damu ya Yesu wakabadilishwa watakuwepo mbinguni. Kwa nini wewe na mimi tusiwepo? Kwa nini tuendelee kung'ang'ania tu dhambi ambazo tukivikabidhi kwa Yesu ana nguvu ya kuvifuta na kutuokoa? Lakini niongeze kitu kimoja, tutakuwa mbinguni, tutatawala pamoja na Mungu wetu. Lakini kuna zoezi moja limeandikwa kitabu cha Ufunuo 14:4 kwamba hao ndio wale watu ambao tukiwa mbinguni wamfuatao mwanakondoo kila endapo. Yesu akisema tunakwenda kula matunda katika mti huu, tutamfuata. Yesu akisema sasa kipindi cha leo mbinguni hapa, siku hii ya leo, maana kwanza hakuna leo, maana kule kila siku tu ni leo. Tutakuwa ni siku tu ya kufungua makabrasha ya historia ya wanadamu, tutakuwa pamoja naye. Kwenda kwenye miti ya uzima, mito ya dhahabu safi, mazingira mazuri. Lakini pia kutakuwa na darasa kule mbinguni la kutufundisha majibu ya maswali yote ambayo tulijiuliza kuhusu Mungu tulipokuwa hapa duniani.
Kwa usije ukaruhusu eti kwa sababu kuna vitu vielewi kuhusu Mungu uachane mambo ya ibada. Bwana atakuwa na kipindi maalum cha kutuelimisha, lakini pia kutakuwa na program maalum ya kufutwa machozi. Inawezekana kuna vitu kwenye maisha yako sasa hivi vinakupa machozi, lakini mbinguni tukifika, inawezekana kuna watu ambao uliamini watakuweko, lakini hautawaona. Kuna watu uliamini ni watu wa Mungu, kumbe walikuwa ni devil agent, mawakala wa Freemason, walikuwa wameingizwa ndani ya kanisa. Kwa sio tu waumini, walikuja na kazi maalum. Wengine hawakuwa wachungaji, wengine walikuwa tu ni watu wale mtoto mama wa makahaba wametumwa kuleta vurugu za kiroho ndani ya makanisa. Uliwaamini kabisa hawatakuweko. Utalia kidogo, Mungu atakuwa na zoezi la kufuta machozi. Na machozi yataambatana na kufutwa kwa kumbukumbu zote zilizopita, na anasema tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Tunamfuata Yesu sasa ili tumfuate Yesu mbinguni. Kama sasa unaleta ubishi kwenye kumfuata Yesu, kama sasa unasumbua kufuata neno, kimsingi umejitoa kwenye listi ya watu ambao watamfuata Yesu akiwa mbinguni. Lakini tunafanya mazoezi ya kulifuata neno kwa njia ya maombi, kusoma neno, kuomba neema za Mungu, lakini mwisho tuna zoezi ambalo tunapaswa kulifanya katika kitabu cha Ufunuo 10:22 mstari wa 17, na mwisho kabisa anasema, na Roho na bibi harusi wasema njoo, naye asikiaye aseme njoo, naye mwenye kiu na aje, na atakaye na anywe maji ya uzima bure. Anywe maji ya uzima bure. Tunapoishi hapa duniani, zoezi la kuwaita wanadamu waingie kwa Mungu linaendelea. Anasema njoo. Roho na bibi harusi wanasema njoo. Ninapoongea sasa hivi, yawezekana maisha yako yamefungwa kwenye sehemu ambazo ukiendelea kuishi hayo maisha, sina haja ya kutaja kila kitu. Wakati watu waliookolewa wakitembea kwenye bahari ya kioo kwenye jiji la mbinguni, yawezekana wewe usiwemo. Lakini na habari njema yenye raha sana ya kwamba Yesu anasema njoo. Na mimi nimekubali kuitikia wito wa Yesu wa kusema njoo. Na kila aliyeitwa njoo, bibi harusi kwenye maandiko matakatifu, manake ni watu wanaompenda Mungu. Kanisa la watu wa Mungu wa siku za mwisho zisikao amri za Mungu na wanamwamini Yesu. Na mimi kama bibi harusi nasema njoo. Achana na hayo mambo. Tokeni kwake enyi watu wangu. Yatakuzika, alafu utakoswa mbingu. Mbingu itakuwa na watu wengi sana. Kutakuwa na watu wengi waliobadilishwa. Na ubishi wa kukataa kuitikia sauti ya Yesu anaposema njoo, unakuweka kwenye mtego wa kuingia kanisani ukiwa unalifuata kanisa, umfuati Yesu. Ubishi wa kuendelea kukataa sauti ya Yesu anayosema njoo, unakuwa katika mtego kuingia kanisani ili upate tu marafiki, upate connections za kibiashara, na Yesu anapokuja atasema toka, sijawahi kukujua kamwe. Kwa nini usikubali kutoa maisha yako kwa Yesu leo? Kwa sababu kitabu cha 6:44 Yohana, hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba aliyenipeleka, nami nitamfufua siku ya mwisho. Yawezekana jambo baya likakupata ukafariki dunia, lakini kama uliitikia sauti hii ya Yesu, Yesu anahakikisha kwamba nami nitamfufua siku ya mwisho. Yesu anasema mimi ndimi njia na kweli na uzima. Hakuna mtu awezaye kuingia kwa Baba isipokuwa kupitia mimi. Hakuna mtu mwingine, kiongozi wa dini au mwanadamu yote, aliwahi kutoa hii kauli ya ujasiri namna hii. Muhammad hajawahi kusema kwamba atamfufua mtu. Hana uwezo kufufua mtu, mwenyewe hajawahi kusema. Ukisema utakuwa unamsingizia. Kwanza anasema mimi sijui niendako, na wale wanaonifuata sijui watakachofanywa. Lakini Yesu anasema mimi ndimi njia ya kweli na uzima, ukinifuata nitakufufua siku ya mwisho. Lakini pia
pamoja na kuitikia sauti ya njoo, kuna mambo ya kufanya. Zaburi 80:18 na 19. Mungu anataka tufanye turejee, urejeshwaji. Shetani na maisha ya dunia hii yamedistort, yameharibu picha ya Mungu kwenye fahamu zetu. Mambo ya Mungu yamekoswa ladha. Ni wakati wa kufanya uamsho na matengenezo. Pamoja na kwamba umeitwa njoo, umeitwa kuingia ndani ya nyumba ya Mungu ili upate kufanya matengenezo na kurekebisha vitu visivyofaa kwenye maisha yako. Mwambie Mungu, ichunguze moyo wangu. Ikiwa iko njia ile ambayo itaniletea majuto kwenye maisha yangu, uniokoe kutoka kwenye hiyo. Uniepushe na mabalaa ya dunia hii. Mwambie Mungu, nitengeneze ndani ya moyo wangu. Ikiwa unasema na mimi ni mtoto wa Mungu, nataka kuwa mtoto wa Mungu, sijawahi kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wangu, sijawahi kumwamini Yesu ili apate kuniokoa. Leo nimegundua kumbe baada ya maisha haya yote haya kuna maisha mazuri ambayo Mungu ameandaa na mimi nayataka. Ikiwa unasema hivyo, Mungu akubariki sana. Tutakwenda kuomba kwa ajili yako. Lakini mwingine anasema, nimekuwa nikimwamini huyu Yesu, lakini kuna wakati mafadhaiko ya maisha haya yamepelekea mambo yamekuwa ni mengi kwa kweli. Pirika, mihangaiko, tafutaji, makwazo, nimeumia. Hata mambo ya Mungu nimeamua kuyaacha kwa muda. Na kutia moyo, Yesu anakupenda, anasema na wewe njoo. Njoo, 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 njoo. Usikae huko, usiache. Kuna wakati unaweza kuwa umemwacha Mungu fulani hivi. Kuna wakati unaenda kusali, lakini maisha yako unajua kabisa Yesu akija inakula kwako, uchukuliwi. Lakini nasema baada ya kusikia maneno haya, mimi nataka niungane na wale watu wengi ambao wamfuatao mwana kondoo akiwa hapa duniani ili tumfuate tukiwa kule mbinguni. Baba, ninakushukuru kwa watoto wako hawa, kwa huyu baba, huyu mama, huyu kijana ambaye anasema naye anataka kuwa miongoni mwa wale watu ambao watakuwa wakimfuata Yesu kwenye sakafu za ule mji mzuri ambao umeuandaa. Anataka kuwa miongoni mwa watu ambao utakapokuja na utukufu, wakati malaika wakivuna watu kutoka mahali baharini, kwenye vita huko na kila sehemu, naye awe miongoni mwa watu watakaookolewa. Bwana, ninamwombea mtoto wako huyu, ikiwa kiko kitu kwenye maisha yake ambacho kama asipokiacha atapotea, na sasa kwake kina nguvu, ninamtangazia kwa mamlaka ya jina la Yesu, nguvu kutoka mbinguni, uweza wa kimungu ukawe juu yake, na ukatekate kila ushawishi wenye nguvu kwenye maisha yake, na uteketeze kila vitu vilivyoshikilia maisha yake, kila uovu, kila mwenendo. Bwana, mtakase kwa jina la Yesu. Kama ni nguvu za giza, ziachie na kupotea na kuteketea kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kama ni tabia mbaya, mazoea mabovu, vitu vya kurithi, maisha aliyoishi ambayo yanalitukanisha jina lako kwenye maisha yake, Bwana mwokoe kwa jina la Yesu. Asante kwa ajili ya mtoto wako huyu, na kwa sababu huyu mwingine hajawahi kukupokea kuwa Bwana mwokozi wake kwenye maisha yake, ninamwombea na yeye Bwana, kwa sababu leo amekubali kukupokea, acha aishi sawa sawa na mapenzi yako. Mzingire na majeshi ya malaika. Popote atakapoliitia jina lako, Bwana muonekanie hata kabla hajatangaza sentensi yake ya mwisho. Na wale ambao walikuwa wamepoa kiroho, walikuwa wamekata tamaa na safari ya kwenda mbinguni, wale ambao walikuwa wamekubali kurudi duniani kama Dema yule kwenye kitabu cha Timotheo, Mungu wa mbinguni, kwa kusikia hili neno, mtoto wako anasema nami narudi tena kwa Mungu wangu, narudi tena kwa baba yangu, maana kwa sababu ananiandalia vitu vizuri. Nataka kuwa miongoni mwa watu ambao tutaenjoy vile vizuri vya Mungu. Baba, mtendee kwa jina la Yesu, naye tunampokea kwa jina la Yesu. Asante Mungu wa mbinguni, nuru ya uso wako umwangazie, nguvu zako zimzingire, umfanye awe juu tu wala asiwe chini. Abarikiwe aingiapo, abarikiwe atokapo. Bariki mambo yake, lakini muandae kwa ajili ya tukio zuri na kubwa linalokwenda kufunga historia ya ulimwengu hivi karibuni, ujio wa Yesu Kristo mara ya pili, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki sana.